Na mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu sana kwenye mazungumzo ya kuelekea mwishoni kabisa mwa msimu wa ligi kuu NBC msimu wa 2024-25. Mpaka siku ya mwisho taifa halijajua ni nani anakwenda kuwa bingwa. Je, ni klabu ya Yanga anakwenda kuchukua ubingwa mara ya 4 mtawalia, ama ni mnyama Simba anakwenda kufanya ubaya ubwela na kuchukua ubingwa mbele ya klabu ya Yanga? Mimi ni Isika, kwa mara nyingine nyuma kamera niko na Jackie, lakini leo nipo maeneo ya katikati ya jiji la Dar es Salaam. Na hapa nipo kwa Khashoggi. Nataka nisome haya maandishi yameandikwa Khashoggi Juice Bar, a taste of Iceland. Alafu upande kuna picha ya Daktari Samia Suluhu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 6. Lakini huyu ndo mkurugenzi mtendaji wa Khashoggi Juice Bar. Muite Khashoggi kama ilivyo. Taste of the Island. Ukisikia Taste of the Island, yani ladha ya kisiwani. Wengine wanaita kama vile ladha ya pwani. Kwa nini picha ya mama iko hapa? Tanzania yetu imekuwa ina ladha ya pwani. Mambo yote yamekuwa hewalla hewalla. Si unaona kama hivi tunaseto mambo mengine, hatutaki kelele, kila kitu tunataka tutumie busara zaidi. Pwani hupenda busara na mama anatumia busara ipasavyo. Ama hakika Oktoba tunatiki pamoja kwa mama tena. Huyu ndio Khashoggi, kijana ambaye ametumia akili na maarifa na kipato chake alichojaliwa na Mwenyezi Mungu kutengeneza fursa kwa vijana wengine. Ukifika hapa Khashoggi Juice Bar, kuna vijana wengi wameajiriwa kwa ajili ya kupata chakula kizuri, lakini pia juice na mambo yanafanana na hayo. Lakini hii ni nyumba ya mpira. Kama una shida yako kuangalia mpira, masaa 24 TV ziko wazi, lakini pia wifi inafanya kazi. Hapa ni pazuri. Lakini mimi kilichofanya nije hapa Khashoggi, tuje tumalize msimu kwa mazungumzo. Nimeshakuja zaidi ya mara moja hapa, lakini mchezo ni mmoja tumebakia, kiporo cha taifa, kiporo cha ubingwa, Yanga dhidi ya Simba. Lakini msimu kwa ujumla 90% umekusha kumalizika. Kwako kwa msimu huu ulivyouona, ukianza na mechi ya dabi, ni umekuwa ni msimu wa namna gani kwako kama mdau na shabiki wa klabu ya Simba? Msimu umekuwa ni wa moto kweli kweli. Msimu wenye miinuko na miporomoko isiyo na ladha nzuri katika soka letu. Ama hakika ni msimu wa kukumbukwa, msimu ambao umeleta sintofahamu kuanzia dabi ya tarehe 8 iliyokuwa postponed, ikaja ya tarehe 15 nayo ikawa postponed, na hatimaye ni kesho ndio dabi yenyewe. Sasa mpaka sasa hawajui Simba watacheza au hawachezi. Ni kwa nini nakuwa hivyo? Ni kwa sababu kila timu imetaka kuonyesha ukubwa wake, na hakuna timu itakubali iwe chini ya nyingine, kwa sababu zote ni timu kongwe, ni timu kubwa Tanzania, ni timu ambazo zimekuwepo miaka mingi, na ndio timu zenye kufanya mpira wa Tanzania uwe mpira wa Tanzania. Hizi timu ndio zimeigawa nchi yetu makundi mawili. Hutosikia sijui anakuambia mimi niko Azam, hizi zote geresha. Walioko Azam wapo, wengine wako Simba, wengine wako Yanga, walioko Singida wengine wako Simba, wengine walioko Pamba. Ni vivyo hivyo kwa timu zote. Simba na Yanga zimeigawa nchi yetu mara mbili. Hivyo basi ninachofikiri dabi ya kesho inaweza kuwepo au isiwepo vile vile, kwa sababu hakuna ambaye anakubali yeye kuwa chini ya mwingine. Nini kifanyike? Nadhani ni fundisho tosha kwa mpira wetu na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na bodi ya ligi, pamoja kuwa tayari watu wameishajivua, wamewekwa wengine. Nadhani ni fundisho tosha kutozibeba sana hizi timu mbili, kwa shirikisho la mpira na baraza na bodi ya ligi. Kinachotakiwa kufanyika, hizi timu mbili kwa msimu ujao, kutokana na mafunzo iliyotupa msimu huu, watu wengi wamekuwa kilalamika wamepoteza fedha kwa ajili ya kujiandaa na mechi za dabi, wamelipa tiketi zao, matangazo ya biashara watu wamelipia mahoteli, wamesafiri umbali mrefu,
wamefanya booking za mahoteli, booking za vyakula. Nadhani watu wanasikitika sana. Ni jambo la kusikitisha na imesononesha nchi, wapenda soka nchi nzima, pamoja kuwa ikifika zamu ya Yanga wa Yanga watafurahi, ikifika zamu ya Simba wa Simba watafurahi, ili mradi tu waendelee na ushindani wao. Sasa ushindani wa hivi hautoleta tija. Ushindani wa hivi utatuharibia mpira wetu. Kinachotakikana, kama Mheshimiwa Rais ameweza kuwashauri, Mheshimiwa Rais haruhusiwi kuingilia soka kutokana na busara zake. Kama ninavyokuambia, watu wa Pwani wanapenda diplomacy, hawataki vita. Amejaribu kujitahidi, kama imeshindikana, hamna atakayelaumiwa. Hakuna atakayelaumiwa, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametumia busara, hajatumia nguvu. Kwa sababu hahusiani na kutumia nguvu, hahusiki katika kutumia maguvu katika mpira, kwa sababu shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limekataza mpira wa nchi yoyote au mashirikisho ya mpira wa nchi yote kuingiliwa na serikali. Mheshimiwa Rais wetu hajaingilia kama serikali, ameingilia kama mzazi, kama mama, kama kiongozi wa taifa, kuwashauri. Hajawalazimisha watu kucheza, hajabadilisha tarehe, hajafanya chochote. Ila ni kwetu sisi sasa, watu wa mpira, vilabu hivi viwili vifikirie, Mheshimiwa Rais alikuwa sawa au hayuko sawa. Kikubwa kilichozuka ni watu wa Simba nao kutoridhia, kwa sababu wameona Mheshimiwa Rais kama anawafeva Yanga. Na Yanga nao wamekuwa wakikejeli watani zao kuwa sisi ndio wenye nchi. Wanajiita wenyewe wananchi, lakini wametawala sasa, wanakuwa wenye nchi. Wameingilia tena usemi wa Simba kuwa wao wenye nchi. Sasa Yanga wenyewe wananchi, wanasema wenyewe ndio wanaishika tena nchi. Umenielewa? Sasa Simba nao hawakubali, kwa sababu hii hakuna ambaye anataka kuwa mdogo kwa mwingine, hataki kushindwa. Na akishindwa maana yake atachekwa. Hicho kitu ndio kibaya kinachowasononesha. Yanga wakizidiwa watachekwa wao, Simba wakizidiwa watachekwa wao. Hakuna anayetaka kuchekwa. Tufanye nini sasa? Mimi nilikuwa nafikiri kama Simba hawatofika kesho uwanjani, au wakifika kama inavyosemekana za ndichi zinaitwa za ndani, wataingia na wasicheze mechi ili wakati point 3 Yanga awe bingwa. Vile vile itakuwa sawa tu, kwa sababu wataipa fundisho siku nyingine. Timu inapofanya makosa ya kusababisha mechi isiwepo, timu iadhibiwe na ukweli ujulikane. Sasa kikubwa ni kuanzia tarehe 8 watu wanalalamika. Ilitakiwa watu wa tarehe 8 watajwe ni nani hasa walioharibu mechi ya tarehe 8. Simba walifuata kanuni, walifika uwanjani kwa sababu ya mazoezi siku moja kabla ya mechi, kwa sababu wenyewe walikuwa wageni. Kuna watu ambao waliwazuia, wangejulikana ni kina nani. Wale watu wakatangazwa, wakaadhibiwa, kwa sababu itakuja siku nyingine watajitokeza tena. Mechi iliyofuata tarehe 15 ilikuwa ichezwe, Yanga wakasema hawachezi. Ikatokea sintofahamu, wakaitwa wakaseto. Baada ya kuseto, mechi ikabadilishwa tarehe. Sasa ilivyobadilishwa tarehe, wale watu wa bodi ya ligi waliohusika katika kubadilisha tarehe hawapo tena madarakani. Baada ya kubadilisha tarehe, wameondoka madarakani, wamekuja watu wengine wa muda. Bado wawakilishi hasa ambao wataendelea kuwa nayo bodi ya ligi hawajapatikana. Hivyo basi Simba nao wamecomplain, kwa nini tucheze tarehe 25, hatujapewa sababu ya kuahirisha tarehe 15? Hata kama Mheshimiwa Rais aliingilia na akawaomba kibinadamu, bora wangeendelea kucheza tarehe 15. Tarehe 25 ilijulikana itakuja kuleta sintofahamu, kwa sababu na Simba nao wangegomea. Kama hivi watu wanavyosema kwa Simba watagomea, hatujajua mpaka sasa hivi. Kila mtu anadhani, hizi ni dhana.
kama hawatocheza kesho Simba, wakafika uwanjani na wasicheze, wakafanya warm up na wakagomea kucheza, maana yake watakatwa point 3. Ila wasipofika uwanjani watakatwa point 15. Maana yake nini? Simba anataka aendelee kushiriki klabu bingwa, kwa hiyo atakatwa point 3 atakapofika uwanjani. Atakuwepo kwenye klabu bingwa, lakini atakatwa pointi. Lakini nini ambacho anatuonyesha? Anataka mabadiliko ya ghafla yanayotokea kwenye mchezo wowote inabidi yatolewe sababu, na waliosababisha wachukuliwe adhabu au hatua, ndio timu zitakuwa zinajiridhisha, kwa sababu mpira una kanuni zake, mpira una sheria zake. Kukurupuka tu kubadilisha game, tarehe ya game, na watu hamjawapa sababu, au labda kama wengine wanavyosema kuwa viongozi waliofika wa Simba hawakuwashirikisha viongozi wengine ambao pia walitakiwa kushirikishwa kuhusu tarehe ya mechi. Hawakushirikishwa pia washabiki, kwa sababu washabiki nao ndio timu, ndio wanachama. Hawa washabiki ndio wanaoifanya hii timu iendelee kutajwa. Hawa washabiki ndio wanaoifanya hizi timu ziwepo, wanatakiwa nao washirikishwe. Jamani, tumekaa kikao, tunaona tunaweza tukapanga tarehe fulani au tarehe fulani. Mnaonaje hii tarehe gani tufanye? Kwa hiyo washabiki wangekuwa wanaridhia na wangetoa maamuzi, bwana, hii nadhani ikiwa hivi itakuwa sawa, kwa sababu tayari mechi imeshaleta contradictions. Mara ya kwanza tarehe 8, mara ya pili tarehe 15. Wangesema bwana, mnaonaje tufanyeje hii mechi? Umeona? Kikubwa tunajifunza kutokana na makosa, na tayari bodi ya ligi, shirikisho nadhani wanaondoka na kitu hapa. Ni faida kubwa kwao kutokana na haya yaliyopo, yanayoongelewa, yanayolalamikiwa. Nadhani msimu ujao yatafanyiwa kazi. Kikubwa nilichowasifu pia, kama dabi itachezwa kesho, nilishauri mimi. Ndio swali langu, nataka nieleke swali lako nikukumbushe mtazamaji, Khashoggi ni miongoni mwa wadau wa kwanza kabisa kupitia vyombo vya habari kupaza sauti na kutoa maoni ya wazi kwamba ifike wakati dabi ya Simba na Yanga ihusishe waamuzi wa kigeni ambao ni waamuzi wakubwa, ambao wanaweza kuleta chachu katika kujifunza kwa marefa wetu. Wao wanaona ni nini hasa sisi tuna lack, ni nini tunatakiwa tufanye katika mechi hizi kubwa za dabi, ili tuweze kuwa juu zaidi, tuchukuliwe zaidi kimataifa, tuchezeshe kama sasa hivi unavyoona marefa wanaenda kuchezesha klabu bingwa za dunia. Pamoja kuwa kuna marefa wana mapungufu, lakini asilimia kubwa huwa wanachezesha vizuri. Sasa mechi ambazo zinaweza kukubeba wewe kama referee Mtanzania, linesman Mtanzania, mechi kubwa za dabi kama hizi zinaangaliwa na watu wengi. Hivi sasa dabi yetu ya Simba na Yanga nadhani inaweza kuwa ndio dabi kubwa Afrika, ndio inayoongelewa sana Afrika, kwa sababu hizi timu zimekuwa zikiongelewa sana katika nchi za Afrika, zimekuwa zikifanya vizuri, na washabiki wa Tanzania ndio wamekuwa mashabiki bora katika dabi. Mashabiki wa Tanzania ndio wamekuwa wakisifika kujaza uwanja. Mashabiki wa Tanzania ndio wamekuwa wakisafiri kwa wingi kwenda nchi za jirani na nchi za mbali kwenda kuangalia mechi za hizi timu zetu mbili kubwa za Simba na Yanga. Kwa hiyo wamekuwa wakijitolea kwa hali na mali kufanya haya makubwa ya hizi klabu zetu ili ziweze kukua zaidi. Wanachotufelisha ni uhuni tu ambao umekuwa ukikithiri, lakini mafunzo wameshapata. TFF, bodi ya ligi ikisaidiwa, si vibaya serikali kuingilia, si kuadhibu au kuwatolea maneno au kufanya nini wala nini, ni kuwashauri. Hizi timu zetu pia zinatakiwa kushauriwa ili kukuza mpira wetu uweze kwenda juu zaidi. Hivi sasa chini ya Karia mpira wetu umekuwa ukifanya vizuri, ligi yetu imepanda, imekuwa ligi bora. Tunatamani mwakani au mwaka mwingine na sisi
timu zetu zikicheza zikishiriki klabu bingwa ya dunia. Tumekuwa tukimiss. Angalia tunakaa macho sasa hivi mpaka saa 9 usiku saa 10 tukimwangalia Lionel Messi akifanya makubwa. Tunatamani na sisi siku moja wachezaji wetu. Juzi nimefurahi pamoja kwa hawajashinda Wydad Casablanca, mchezaji wetu Mwalimu ameperform vizuri, si vibaya. Yani kuperform tu pale, huo umecheza vizuri au vibaya, tayari ni mileage kubwa kwako kama mchezaji kucheza kwenye klabu bingwa ya dunia. Sisi tunawish hawa wachezaji wetu wa ndani wakue kimpira, wakue kinidhamu, waweze pia kufikia mafanikio ya wengine ambao wako juu yetu, ambao wamefanya haya makubwa siku nyingi, kina Al Ahly. Umeona jana Al Ahly wameweza kutoka 4. Al Ahly kapoteza mechi moja, draw mechi 2, kapoteza mechi moja. Si vibaya kushiriki klabu bingwa ya dunia na klabu kubwa za duniani na kuweza kusuluhu mechi 2, tena unasuluhu goli 4 na klabu kubwa. Sio mchezo. FC Porto ina historia. FC Porto ya Mourinho unakumbuka ilichukua klabu bingwa ya Ulaya enzi za kina Ben McCarthy, nadhani unakumbukumbu nzuri, kina Deco, kina Manish, kina Cavallo. Kina nani? Kwa hiyo hii ndo kanimaliza uniambie neno moja. Tubaki sasa hivi tukubaliane dabi zote tunacheza na waamuzi wa kigeni au dabi hii tu? Kwa nini tena si tu waamuzi wa kigeni kwenye dabi? Nilichokuwa na shauri, kama ikiwezekana na ikiwapendeza, nadhani hizi dabi kwa sababu imekuwa ni kubwa yetu Afrika, tuombe dabi siku nyingine ikachezwe Misri, siku nyingine ikachezwe South Africa, siku nyingine ikachezwe Kampala, ikachezwe Nairobi. Watu wanahamu kuziona hizi Simba na Yanga. Simba na Yanga zimekuwa zikiongelewa sana Afrika. Unajua ndio klabu pekee za Eastern Central Africa ambazo zimekuwa zikitajwa midomoni mwa watu. Unaweza kuamini Simba na Yanga kuna watu wako Kenya, Uganda, Msumbiji, Malawi, Zambia, Burundi, wote nao wamegawanyika pia makundi mawili. Nchi zote za Eastern Central Africa wamegawanyika, kuna watu wa Simba na Yanga. Simba na Yanga imekuwa ikitambulika sana. Kwa hiyo kikubwa tuwape ladha ya mpira wa miguu, tuwapelekee wenzetu East Africa and Central Africa na Afrika kwa ujumla. Ikiwezekana siku nyingine baada ya kukua Afrika tukacheze Ulaya. Siku moja pale Catalunya inaenda kuchezwa na pigwa dabi ya Kariakoo. Tunalipia kila kitu, wengine tunaenda kule kuangalia. Ni makubwa sana tunaweza tukafanya. Tukitulia, tukatuliza akili zetu, mpira wetu utafika mbali. Na washauri viongozi wa vilabu vyetu, muwe makini, mtumie busara. Sisi tunataka ili mbungi liwepo uwanjani, lisiwepo kwenye midomo wala nje ya uwanja. Tunataka mbungi uwanjani. Bwana, huyu ni Khashoggi, mkurugenzi mtendaji mkuu wa Khashoggi Juice Bar, ambao unaandikwa a taste of the Iceland, ladha ya kisiwa, ladha ya upwani. Vyakula vya aina vyote vinapatikana masaa 24 hapa. Mimi ni Isike kwa udhamini mkubwa wa The City College na Kivona Sports. Hadi wakati mwingine, ciao.